Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan amefanya teuzi za mabalozi mbalimbali kama ifuatavyo. Kwanza, Dkt. Samia Suluhu Hassan amemteua Meja Jenerali Lamson Godwin Mwaisaka kuwa balozi, na kabla uteuzi huo Meja Jenerali Mwaisaka alikuwa mkuu wa kamandi ya Jeshi la Wanamaji JWTZ. Pia Dkt. Samia Suluhu Hassan amemteua Meja Jenerali Paul Kisesa Simuri kuwa balozi, na kabla uteuzi huo Meja Jenerali Simuri alikuwa ni mkuu wa utumishi jeshini JWTZ. Lakini pia tunafahamishwa kwamba Dkt. Samia Suluhu Hassan amemteua Bwana Mohamed Awesu kuwa balozi, na kabla uteuzi huo Bwana Awesu alikuwa ni konseli mkuu konseli ya Tanzania Jeddah, Saudi Arabia. Na pia tunafahamishwa pia kwamba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu Dkt. Samia Suluhu Hassan amemteua Bwana Gerasius Biakanwa kuwa balozi, na kabla uteuzi huo Bwana Biakana alikuwa ni afisa mkuu wa balozi wa Tanzania Korea Kusini. Lakini pia tunafahamishwa kwamba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt. Samia Suluhu Hassan amemteua Dkt. Mohamed Juma Abdalla kuwa balozi, na kabla uteuzi huo Dkt. Abdalla alikuwa ni katibu tawala mkoa wa Kaskazini Unguja. Pia Dkt. Samia Suluhu Hassan amemteua Bwana Hassan Mwamweta kuwa balozi, na kabla uteuzi huo Bwana Mwamweta alikuwa ni afisa mambo ya nje mwandamizi na mkuu wa utawala ubalozi wa Tanzania nchini Uturuki. Pia Rais Samia Suluhu Hassan amemteua Bwana Imani Salum Njalikani kuwa balozi, na kabla uteuzi huo Bwana Njalikani alikuwa ni afisa mambo ya nje mkuu na msaidizi wa waziri mkuu hotuba. Amemteua pia Bwana Hamisi Musa Omari kuwa balozi, na kabla uteuzi huo Bwana Musa alikuwa ni kaimu mwakilishi wa kudumu balozi wa Tanzania nchini Ufaransa. 1000 nyumba za viongozi hasa majirani zetu wa East Africa na SADC, lakini kutakuwa na Zanzibar Lounge, kutakuwa na East African Lounge, kutakuwa na njia uwanja wa golf, lakini pia kutakuwa na njia ya ndege, viwanja vya michezo mbalimbali, lakini pia sehemu za historia za viongozi wetu wa nchi yetu. Michoro iko tayari, tunahangaika kutafuta fedha ili tuanze ujenzi huo, na nadhani kuna wakati tutaona michoro ya Samia Complex kama ilivyopangwa itakavyokuwa baadaye. Ndugu wa Tanzania wenzangu, mzee wetu Ali Hassan Mwinyi alituambia maisha ni hadithi, na kututaka tujitahidi kuandika hadithi njema za maisha yetu. Katika utekelezaji wa wazo hili la kuhamishia makao makuu ya serikali hapa Dodoma, hakika ndugu yetu hayati John Pombe Magufuli ameandika hadithi yake. Hatutaweza kuandika historia ya shughuli hii bila kuwepo kwa tahariri ya mchango wake mkubwa. Tuendelee kumwomba Mwenyezi Mungu ampe raha za milele na mwanga mdele amwangazie, ampumzishe kwa amani. Waheshimiwa viongozi na ndugu wananchi, kukamilika kwa jengo hili ni matokeo ya kazi nzito na nzuri iliyofanywa kwa ushirikiano mkubwa kama ilivyosemwa hapa kati ya ofisi ya Rais Ikulu, Wakala wa Majengo Tanzania TBA, na shirika la uzalishaji mali la Jeshi la Kujenga Taifa SUMA JKT. Lakini kama ilivyoelezwa hapa na mtendaji mkuu wa TBA, kulikuwa na wakandarasi wengine wadogo wadogo na wazabuni pia. Wote kwa pamoja tunawapa hongera nyingi sana kwa kukamilisha mradi huu na kwa kiwango cha juu kama ilivyosema. Aidha, nazipongeza pia taasisi nyingine zilizoshiriki zikiwemo Wakala wa Barabara Tanzania TANROADS, Wakala wa Ufundi na Umeme Tanzania TEMESA, Shirika la Mawasiliano Tanzania TTCL, Shirika la Umeme Tanzania TANESCO, Mamlaka ya Maji Safi na Usafi wa Mazingira Dodoma DUWASA, Shirika la Viwango Tanzania TBS, Jeshi la Zimamoto na Uokoaji.